Dr. Mwigulu waziri mkuu oye! Manyoni oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru sana. Kwanza kwa kupanga ziara hii kuja hapa Manyoni. Sisi watu wa Manyoni tumefurahi sana kusikia kwamba wewe unakuja leo Manyoni na kwamba wewe ni mtoto wa hapa Manyoni. Dr. Mwigulu ni waziri mkuu wetu, lakini ni mzaliwa wa Iramba, anatoka Singida. Kwa hiyo nilipoambia ndugu zangu hawa, kijana wenu, mtoto wenu mchapakazi anakuja Manyoni, kwa kweli watu walifurahi sana, na wewe ni shahidi. Kwenye magrupu mbalimbali walikuwa wanatuma comment na kurushia kwamba tunamhitaji sana, tunamsubiri sana. Kwa hiyo sisi tunakaribisha sana Manyoni. Karibu sana daktari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Manyoni ni salama. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndani ya hii miaka mitano kwa kweli sisi Manyoni ametutendea haki sana. Tulikuwa na kero mbalimbali, upande wa elimu, upande wa maji, lakini upande wa afya, miradi ambayo tumeipata ndani ya muda mfupi huko nyuma haijawahi kutokea. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umeenda kuangalia pale ule mradi wetu wa maji wa bilioni 28. Ule mradi unaenda kuhudumia kata 3. Kata ya Manyoni, kata ya Mkwese na kata ya Mhalala. Na tumeambiwa leo ule mradi unaenda kukamilika mwaka huu mwezi wa 8. Hii ni heshima kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia sisi wa Manyoni. Kwa hiyo sisi tuliposikia ujio wako tukasema uje kwanza tukufikishie shukrani zetu za dhati kwa Dr. Samia rais wetu kwa heshima aliyotupatia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais alitupa fedha zaidi ya bilioni 5. Tumejenga shule ya mkoa ambayo sasa hivi ni shule ya wasichana ya sayansi, ipo pale Soria na tayari watoto wanasoma pale. Lakini ukiacha hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Manyoni tulikuwa na hospitali yetu imechoka kweli, lakini Mheshimiwa Rais alitoa zaidi ya bilioni 2. Tumekarabati ile hospitali, tumejenga majengo mapya, na kwa kweli wananchi wanamshukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo ametupatia. Lakini ukiacha hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kule bondeni kule kuna mradi mkubwa sana wa umwagiliaji wa Mbwasa. Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 18 na ule ujenzi wa mradi wa Mbwasa umeshaanza, na kwa kweli hii ni heshima kubwa. Ule mradi ulikaa zaidi ya miaka 20. Wananchi walikuwa wanalia sana, lakini tulipompelekea Mheshimiwa Rais akasema lazima nitoe fedha, na tayari mkandarasi yupo site na kazi inaendelea. Lakini ukiacha hilo, kule bondeni kulikuwa kuna mradi mkubwa sana wa maji, ulikaa zaidi ya miaka 20. Mradi ambao unakava vijiji 11. Mheshimiwa Rais alitoa zaidi ya bilioni 13. Ule mradi ulikamilika 2023. Sasa hivi vile vijiji vyote 11 vina maji. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye uchaguzi uliopita sisi watu wa Manyoni tulipiga kula za kishindo na wananchi walijitokeza kwa nguvu kubwa sana. Leo hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wengi wamekuja kukusikiliza. Kwanza wamekuwa wakifuatilia sana mikutano yako, jinsi ambavyo unachapa kazi, lakini umekuwa mnyenyekevu, unasikiliza kero za wananchi. Kwa kweli sisi umetupa wepesi sana kuandaa mikutano yako. Huu mkutano hatujatumia nguvu kubwa kuandaa. Jinsi tulivyotangaza, wananchi wamekuwa wakituuliza sana kwamba tunataka kuja hapa Manyoni kwa ajili ya kumsikiliza waziri mkuu. Sasa kabla sijamalizia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuja hapa nyumbani. Hawa ndugu zako na wazazi wako wa nyumbani wamenituma. Ingawa mimi ni naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, na nilishakuja hapa, tulikuja wote mara ya kwanza, na nilimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa hii imani, na watu wa Manyoni wanamshukuru sana. Na kwa kuwa mimi nipo kwenye ofisi ya Rais, ndio tunapanga, lakini tunasimamia utekelezaji, lakini vile vile tunapanga masuala ya uwekezaji. Wakasema hapana, wewe tumekuzoea. Kwa kuwa anakuja mtoto wetu, tunataka sasa haya mengine umwambie yeye akakusaidie huko. La kwanza, hapa Manyoni mjini, mji wetu ni mkubwa sana. Tuna mama wengi wanafanya biashara. Tuna wafanya biashara wengi sana wanafanya mtaani. Wakaniambia mwambie mtoto wetu waziri mkuu ambaye tunamwamini sana, pale Majengo tuna eneo tumelitenga kwa ajili ya kujenga soko la kisasa machinga kama la Dodoma. Basi tunajua kabisa kwamba kwa uwezo wake naye atatusemea huko. Kwa hiyo naomba nikuletee hiki kilio cha watu wa Manyoni,
na mimi kwa sababu mimi ni msaidizi wako, utakachoniagiza nitaenda kukitekeleza. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna daraja letu la Sanza, tarafa ya Ngongo, ambayo linaunganisha barabara ya hapa Manyoni kwenda Dodoma. Wewe mwenyewe unalifahamu na ninajua unapigana sana lile daraja liweze kuanza. Lakini nikasema vile vile nikukumbushe tu, uambie hao wananchi wa Manyoni kwamba unatambua kwamba ile kero ya daraja la Sanza, na tayari kwenye mpango wetu huu wa mwaka huu tumetenga fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja la Sanza. Lakini lingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Manyoni, Ikungi na Itigi tuna kero kubwa sana ya umeme. Wewe ni shahidi, umeme unakatika sana, hususan wakati wa masika. Sasa kumekuwa na changamoto hapa, lakini kwenye mipango yetu ya mwaka huu vile vile tumeweka mpango wa kujenga substation. Lakini kwa kuwa na wewe unakuja huku na kwa kuwa mimi ni msaidizi wako, wewe unanielekeza, naomba nikupe hii kero kwamba hapa Manyoni tuna kero ya umeme ambayo kimsingi Mheshimiwa Rais alikuwa ametuahidi kutujengea substation ambayo inajenga Mkwese, na tayari Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha za fidia zaidi ya milioni 61. Wananchi wameshapewa fedha kwa ajili ya kupisha eneo la kujenga lile eneo. Baada ya kuyasema haya, nishukuru tena Mheshimiwa Rais ametupa fedha bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya kisasa. Tayari tupo kwenye mchakato wa kutafuta mkandarasi, wakati wote yule tunaenda kujenga stendi pale ya kisasa.